Hatutaki fitina. Tunataka upendo na nini? Hatutaki fitina na watu wabaya. Tunataka upendo na maendeleo. CCM oye! Wananchi wa Namtumbo wameaswa kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili waendelee kulinda heshima ya nchi, na kwa kufanya hivyo kunaonyesha jinsi gani watu hao wana utu. Haya yamesemwa na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Emmanuel Nchimbi, wakati akiongea na wananchi katika viwanja vya shule ya msingi ya Namtumbo iliyopo wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma. Wilaya ya Namtumbo kipekee katika uzalishaji wa mazao karibu yote ya msingi ni wa pili kimkoa katika mkoa wa Ruvuma. Na kwenye zao la tumbaku ni wa kwanza kimkoa. Mnatoa heshima kubwa kwa mkoa wenu kwa uchapakazi wenu. Endeleeni kuchapa kazi. Tunajivunia tukisema tunatoka mkoa wa Ruvuma afu tunaanza kutaja wilaya zetu kwa mbwembwe. Namtumbo, Songea, kwa sababu tunajua mnalinda heshima ya nchi yetu. Tuendelee kuchapa kazi tukijua kwamba kazi ni kipimo cha utu. Tuendelee kulihudumia na kulilisha taifa letu. Aidha, Dr. Nchimbi alitumia nafasi hiyo kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata tuzo ya heshima na kuwa kiongozi mzuri mwenye kuheshimika. Wanawake wana upendo. Lakini upendo na tabia ambazo Mungu kaumba nazo wanawake, sisi Tanzania tunazishuhudia kwenye maisha na uongozi wa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Na ni jambo la faraja kubwa kupata kiongozi ambaye anaheshimika Afrika, anaheshimika duniani kwa utendaji wake. Na aliasa upendo kwa watu wote. Hatutaki nini? Hatutaki fitina. Tunataka upendo na nini? Upendo na nini? Hatutaki fitina na watu wabaya. Tunataka upendo na maendeleo. CCM oye! Naye mbunge wa Namtumbo Vita Kawawa amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpendekeza Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza na kwa kuleta miundombinu mbalimbali katika wilaya ya Namtumbo ikiwemo fedha kwa ajili ya mradi wa maji. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya makamu wa rais, nami kwa niaba ya wananchi wa Namtumbo napenda nitumie fursa hii kukupongeza sana kwa kupata heshima hii ambayo ni heshima yetu sisi mkoa wa Ruvuma, lakini pia heshima yetu sisi wana Namtumbo. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulipendekeza jina lako kwenye kamati kuu na ikapitishwa, halmashauri kuu wakapitisha, na sisi mkutano mkuu tukakupitisha kwa asilimia zote. Rais alipokuja hapa tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2024 nilimweza baadhi ya changamoto, lakini changamoto mbili ametujibia. Moja ya maji hapa katika jimbo la makao makuu hapa ya Namtumbo. Tuna shida ya maji hapa, maji yake tunayo ya bomba lakini si salama. Kwa hiyo nilimuomba atupatie mradi na ameridhia na ametupatia. Naomba niwaambie wananchi wa Namtumbo bilioni 7 na milioni 798. Tayari zipo katika hatua za kumpata mkandarasi na tunaamini mpaka mwezi wa 5 mkandarasi atakuwa amepatikana. Vilevile aliiomba serikali kupitia Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa baadhi ya barabara za wilaya hiyo ya Namtumbo zijengwe katika kiwango cha lami na pia wajengewe soko pamoja na stendi. Pamoja na shukurani, changamoto moja naomba mbili nikueleze Mheshimiwa Katibu Mkuu uzichukue. Sisi katika ilani ukurasa wa 73 buleti ya 8 na ya 9 kuna barabara mbili zimeandikwa katika ilani. Barabara ya Mtwara Pachani kwenda Kitanda na barabara Mtwara Pachani kwenda Lusewa mpaka Tunduru. Sisi oye! Ije kutengenezwa kwa kiwango cha lami, lakini mpaka sasa hivi bado haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, ila kazi inafanyika kuhakikisha kwamba tunapita mwaka mzima. Lakini barabara ya pili ya kutoka Lumecha Panga Kitanda kwenda mpaka Malinyi kutokea Ifakara, barabara hizi ziko katika ilani. Tunaomba sana Mheshimiwa Katibu Mkuu,
Kama kazi haijaanza, haitafanyika katika kipindi cha bajeti hii, basi tunaomba iingizwe katika ilani ya uchaguzi unaokuja ili barabara hizi ziweze kwenda kutekelezwa. Hii ni changamoto kubwa katika wilaya yetu ya Namtumbo. Barabara hizi ni maeneo ambayo ina wakulima wengi na inazalisha sana katika wilaya yetu hii. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Katibu Mkuu, sisi pia hapa tuna shida ya soko. Hapa mjini hatuna soko wala stendi hapa. Niliomba wakati ule, tunaomba sana nalo hili utusimamie serikali, tupate fedha tuweze kujenga soko hapa. Watu wanahangaika kuuza mazao yao. Kwa hiyo tunaomba sana, sisi ni wakulima na tuna mazao mengi. Lakini la pili, stendi hatuna hapa. Kwa hiyo tunaomba sana ili Katibu Mkuu tuweze kuifanyia kazi. Naibu Waziri wa Nishati Judith Kapinga alieleza ni kwa jinsi gani wizara hiyo imefanikiwa kuweka umeme kwenye vijiji vyote 66 vya wilaya ya Namtumbo. Wizara ya Nishati tulipewa maelekezo na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020. Katika ilani ile, maelekezo mahususi yalikuwa kufikia 2025 tuwe tumemaliza kazi kubwa ya kupeleka umeme kwenye vijiji. Ndugu Katibu Mkuu, hapa Namtumbo tuna idadi ya vijiji takriban 66 na mpaka kufikia leo vyote vimepatiwa umeme. Namtumbo oye! Ndugu Katibu Mkuu, kazi kubwa iliyobakia hapa ni kuendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji. Katika kuleta umeme kwenye miradi ya vijiji hapa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Alitupatia bilioni 13 ambayo imefanya kazi nzuri sana ya kumaliza kupeleka umeme kwenye vijiji, na kwa sasa ametupatia fedha nyingine kwa ajili ya kupeleka umeme kwenye vitongoji 9,000 na vingine vitakuja hapa Namtumbo. Ndugu Katibu Mkuu, sisi tunakuahidi Wizara ya Nishati tutaendelea kutekeleza maagizo ya chama chetu na maagizo ya Mheshimiwa Rais ili kuhakikisha wananchi hawa wanaendelea kupata huduma nzuri ya umeme katika maeneo yao, hususan vitongoji. Na kupitia mkutano huo uliofanywa na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Emmanuel Nchimbi amepokea wanachama wengine wapya kutoka chama cha Chadema pamoja na ACT. Ulikuwa nami Angel Kayombo na hii ni BMTV.